Matumaini yangu ni mzima na buheri wa afya. Karibu sana katika Viwanjani. Tuombe radhi kidogo kwa kuanza kuchelewa kidogo, lakini kila kitu kipo sawa na utaweza kupata uhondo wote mzima wa taarifa mbalimbali, uchambuzi mbalimbali kwa kile ambacho tumeweza kuandalia katika siku hii hapa leo. Machache kati ya mengi ambayo tutaweza kuyaangazia ni kuhusiana na muendelezo wa ligi kuu ya NBC, ambapo leo mnyama mkali Simba Sports Club atakuwa anaikaribisha Singida Black Stars katika uwanja wa KMC Complex. Tutakwenda kuangazia uchambuzi zaidi vita yenyewe ya wachezaji. Kutafuta alama tatu ni jambo muhimu sana. Kutafuta alama tatu kwa ajili ya kumkimbiza Azam Football Club katika nafasi ya 3, lakini pia Simba Sports Club kupunguza gap la alama 4 na kufikisha alama 1. Tutakwenda kuangazia vita yenyewe ya makocha Fadlurahman Davis dhidi ya David Ouma kutokea nchini Kenya. Lakini ukiachana na hayo, tutakwenda kuangazia kuondoka kwa Stefan Aziz Ki na takwimu muhimu zaidi ambazo ameweza kuziacha katika klabu yake ya Young Africans katika misimu mitatu tangia jiunge kutokea ASEC Mimosa ya nchini Ivory Coast. Ukiachana na hayo, ni kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars sasa watapambana na Bafana aka Wavulana katika mji wa Polokwane. Tutakuja kuangazia hapo baadaye, lakini barani Afrika, katika joto la Afrika, tutakwenda kuangazia kuhusiana na kikosi cha Harambee Stars ambapo kocha Ben McCarthy amemrudisha kikosini Victor Mugabe Wanyama. Tutakwenda kuangazia kikosi hicho kwa ujumla wake, wachezaji gani ambao wameitwa, wakati mechi ya Mashemeji Derby sasa kuchezwa katika dimba la Raila Odinga Stadium Homa Bay, uwanja ambao unachukua takriban mashabiki 20,000, ni Juni 2. Lakini ukiachana na hayo, Sadio Mane akitupwa nje kikosi cha Senegal, shida nini? Tutakwenda kuidurusu hapo baadaye. Lakini kwa hivi sasa, ukiachana na makocha wa vilabu mbalimbali barani Ulaya pamoja na ma-CEO, nafasi ya mkurugenzi wa michezo imekuwa nafasi nyeti zaidi katika klabu mbalimbali barani Ulaya. Tutakwenda kuangazia hama ya wakurugenzi wa michezo, AC Milan ikimtangaza mkurugenzi mpya Igor Tel, wakati Paul Michel katika kikosi cha Newcastle United the Magpies, the Moon Army, akitangaza kuondoka katika kikosi hicho. Kumbuka alichukua nafasi ya Dan Ashworth ambaye alitoka Newcastle United akaelekea Manchester United na kisha kutoka Manchester United kurejea FA ya England kama ni Head of Elite Men and Women Development nchini England. Tutakwenda kuangazia hayo, lakini ligi mbalimbali barani Ulaya zikiwa zimeelekea mwishoni kabisa, lakini Zinedine Zidane Zizou amesema itakuwa ni faraja na furaha kwake iwapo atateuliwa kuwa kocha mkuu wa kikosi cha Ufaransa Le Bleu, kulisi nafasi ya nahodha wake Didier Deschamps ambaye ataondoka katika kikosi hicho baada ya fainali za mwaka 2026. Hii ni Viwanjani, baba vipindi vyote vya michezo nyumbani Tanzania. Kuna mengi sana tutaweza kuyazungumzia. Mimi ni Saidi Salim Msumi, wanapenda kuniita kama kaka Saidi, lakini uchambuzi utaongozwa na Gorisen Muro. Ndugu yangu Aidan Mlumira anapenda kumuita mzee wa mathematicians. Lakini bila kumsahau Rashidon Hamis, the heavyweight pundit, the only one in Africa, yupo hapa kwa ajili ya kupa uchambuzi ya did na ya kinifu kabisa. Tamati yetu ni 6 kamili za mchana. Karibu sana. Kwa sasa tusalimiane. Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Awali yote. Wa alaykum salaam. Kwa minajili kwamba Dar es Salaam sasa ina kibaridi. Kuacha kitanda na kuwahi ni jambo lingine. Lakini uwepo wa hapa inaonyesha vijana mnajua kazi. Na mapungufu yale tutachukua na kuyafanyia kazi. Tutafanyia kazi. Yale yalikuwa mazuri tutaendeleza. Lakini lazima utambue jambo la kwanza ni wale pale mashabiki. Ankali Mgunda Jana wake tuko vizuri. Ndio. Tufanye kazi kabisa. Dar es Salaam ilikuwa na kijahali fulani hivi cha winter fulani hivi. Unaweza ukasema wenzangu ambao wako Mufindi, Njombe, Mafinga, Iringa, Makambako tunafanana kidogo. Tunatofautiana tu namna ya kujikinga. Na sisi tuliokuwa kwenye mikoa yenye baridi. Kanda ya kati kidogo, Kilimanjaro, Arusha, kuna namna kidogo unapata time hata kutoa vikoti vyako. Nilienda kuna shule ambayo nilijiunga nayo advance kufika pale. Walimu wa Jeda. Akasema huku sio kama Dar es Salaam. Dar es Salaam ubishoni kuvaa singlet.
huku fashion yetu ni masweta. Kaangalia hivi kasema Unaomba kama nataka kudili na mimi perpendicular. Guantanamo Bay hapa. Kasema asante. Nikijali fulani hivi ambavyo fiji mazoezi kidogo. Lakini mimi naipenda sana hali ya hewa hii. Ni nzuri. Unajua hali ya hewa kama hii, kwanza unapata nafasi ya kulala, kupumzika, una enjoy, inahamasisha kula. Sio kwenye ile hali ya nyuma ile Dar es Salaam tumezoea. Kama upo kwenye thermos hivi. Sasa unajua Rashid na Godset Buro. Unajua ukienda sehemu ya baridi. Sasa unajua sisi tunapenda football muda mrefu. Ukiona ile Wayne Rooney anakimbia moshi unasikia la kwa rasmi. Sasa nilipokuwa sio naongea fanya kutoka moshi. Sasa kama nipo la Ujamaa pepo ataisikia. kwa nini Tanzania hii tunaweza juu. Hapa sasa unakuta umekula na gloves zako, umevaa pull neck, una kijezi kwa juu. Rooney huyo hapa. Lakini bora last time nimetoka Mbeya. Nilikaa kidogo pale kama siku kadhaa hivi. Nilipachukia. Nilikuwa nateseka sana kaka. Sawa. Nikirudi hotelini tabu, nikienda kwenye majukumu tabu. Yaani mwili kama fagazi kila sehemu. Na hata ukufanikiwa kupikwa. Hajapikwa. Sawa bwana, ndio tunapoanza hivyo katika viwanjani siku hii hapa ya leo. Kwa sasa tuanze kuangazia soka letu. Ligi kuu ya NBC msimu 2024-25 inataraji kuendelea tena hii leo kwa mchezo mmoja kuchezwa, ambapo Simba Sports Club mnyama mkali chini ya kocha Fadlurahman Davis watakuwa wanakaribisha kikosi cha Singida Black Stars kwenye uwanja wa KMC Complex Dar es Salaam saa 10 jioni. Simba Sports Club inaingia uwanjani ikiwa ni siku 3 tu zimepita tangu itoke kucheza mchezo wa fainali wa kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya RS Berkane, mchezo uliochezwa katika uwanja wa New Amani Complex Zanzibar na kumalizika kwa sare ya bao 1-1, huku kikosi cha Singida Black Stars wenyewe hawajacheza mchezo wote wa kimashindano tangu walipoivaa Tabora United Aprili 25 mwaka 2025. Ni mchezo wa aina gani, Rashid Hamis, tunakwenda kushuhudia jioni ya leo kimtazamo? Of course ni mchezo gumu sana utakuwa, kwa sababu tayari kila mmoja kuna kitu ambacho anataka kuachieve. Simba Sports baada ya kumaliza fainali yake dhidi ya RS Berkane, sasa macho na akili anavihamishia kwenye kile alichokuwa nacho mkononi, ambacho ni kukimbiza mbio ambazo amekuwa nazo za kwenda kutafuta taji la ligi kuu ambalo amelikosa kwa muda takriban miaka 4, na kwenda kufukuzia pia rekodi hiyo ya takriban miaka 4, yani maana yake ikiwa huu ndo mwaka wa 4 kwa maana ya kombe la CRDB miaka 3. Yes, so maana yake usi wa 4 mwaka wake wa 4 kwa maana yake ya kombe la CRDB, na vyote hivyo vipo katika hatima ya Singida Black Stars. Yani mafanikio ya msimu huu yapo mikononi mwa Singida Black Stars kwa Simba. Kama light leo hii tutakiona kile ambacho tunakitarajia, kwa maana ya kuona ile quality ya wachezaji wa Singida wakishindana kwenye intensity ile ambayo tulishuhudia Simba akiapply kwenye mchezo dhidi ya Berkane. Possibility ya kumpa nyakati ngumu zaidi Simba Sports kwenye mechi hii akiwa ni nyumbani inaweza kawa ni inamtia mashaka, na Simba atalazimika kuweza kutafuta matokeo ya pointi 3 ili aendelee kuwa na matumaini ya kufukuzia ubingwa msimu huu. Na ukiachana na mechi hii ya leo ambayo Singida anaweza kushikilia hatima ya Simba kuelekea kufukuzia ubingwa ama la, lakini bado Singida Black Stars ameshikilia pia hatima ya Simba kuelekea kucheza fainali ya kombe la CRDB. So baada ya siku 2, yani leo baada ya siku 2 tena kutakuwa kuna mchezo huo. Kwa hiyo unaweza kuona Singida Black Stars kwa kiasi kikubwa ameshikilia hatima ya mafanikio kwenye karata ambazo ameshikilia Simba Sports msimu huu. So ni mechi ngumu sana, ni mechi ambayo sio rahisi kwa sababu ya mlinganyo wa vitu vingi.
Ukiangalia top scorer wa ligi sasa hivi tunamzungumza ni Shanshale Awa, ana goli 15, sio? Lakini top scorer wa Singida Black Stars tunamzungumza Jonathan Soa ambaye ana goli 11. Tofauti ya goli 11 na 15 ni magoli 4, si ndio? Kwenye huo wastani, lakini bado utaweza kuona ushindani uliokuwepo. Jonathan Soa unaweza kusema ndio mchezaji pekee ambaye kafanikiwa zaidi kwenye hichi kipindi kifupi ambacho amekuja. Ana goli 11, amekuja dirisha dogo. Lakini hiyo sio issue sana. Issue ni kuangalia namna ambavyo Singida Black Stars pia walijipanga msimu huu kumaliza nafasi 4 za juu na kuweza kuachieve baada ya kile ambacho walikuwa natamani kwa muda mrefu. Sawa. Kwa wakati huu tuangazie kuhusiana na takwimu za Simba Sports Club katika msimu huu wa ligi kuu ya NBC ambazo wameweza kuzipata. Simba Sports Club katika michezo ambayo ameicheza mpaka hivi sasa, michezo 26 ambayo ameicheza, takwimu za ujumla wake kwa kikosi cha Simba Sports Club, amepata matokeo ya aina gani na anakwenda kuivaa Singida Black Stars akiwa na takwimu gani? Simba Sports Club katika michezo 26 amepata ushindi katika michezo 22, amepata sare michezo 3, amepoteza mchezo mmoja, amefunga magoli 62, amefungwa magoli 11, wakati ana alama 69. Yupo nafasi ya pili. Lakini kwa upande wa Singida Black Stars, wao takwimu zao zipoje chini ya kocha David Ouma? Singida Black Stars wao wamecheza michezo 27, ushindi katika michezo 16, sare katika michezo 5, wamepoteza katika michezo 6, wana magoli ya kufunga 40, wana magoli ya kufungwa 21, wana alama 53, wapo nafasi ya 4. Hawa ni Singida Black Stars, wenyewe hashtag yao ni The Big Stars, ikiwa inaonekana hivyo. Muro, tunaenda kuipata mechi ya top 4, yani timu ambazo zipo top 4, nafasi ya pili, nafasi ya 4. Natamani kujua kiufundi zaidi tunaenda kuipata game ya aina gani, hususan mechi itaamuliwa eneo katikati mwa uwanja ama mechi ya leo itakwenda kuamuliwa pembezoni mwa uwanja kutokana na aina ya Singida wanavyocheza, lakini sawa na Simba pia. Eli Mpanzu pamoja na Kibu Dennis wamekuwa ni threat, bila kumsahau Joshua Mutale, lakini vita kina Maluf Shakei, Damalo Kamara katikati ni nyingine pia. Tunaipata mechi ya aina gani? By the way, tunaenda kuipata mechi ya daraja la juu. Siku zote nimekuwa nikizungumza, ukichukua wachezaji wa Singida Black Stars iliyokuwa Ihefu zamani, ukatoa tu title Ihefu, title Black Stars, tukasema tu kwa heshima, hebu weka pembeni, weka title ya timu yoyote Afrika unaotaka kuiweka, ya kusini mwa jangwa la Sahara. Yani weka hata title ya Al Hilal Omdurman, weka Aseki, weka AS Vita Club, weka Atletico Petroleos de Luanda, alafu angalia zile materials zinaendana na hayo majina, utagundua kwenye kiboksi utaweka tiki. Yani ukimpata Soa, Petro Atletico atacheza, Aseki atacheza, utamzungumza Al Hilal anacheza vizuri. Ukizungumza daraja lakina Obasogi goalkeeper ambaye anaitwa mpaka national team ya Nigeria, utaona daraja lake. Ili daraja la kina Anthony Trabitra, kina Maruf Shakei, kina Bada si daraja la kawaida. Ni kwa sababu iko ndani ya ushindani wa ligi yetu, tunawaona ni wastani wa ligi yetu, lakini ni daraja kubwa sana la kiushindani ndani ya kiwanja. Hapa ndipo ambapo unaipata mechi kubwa. Kwa maana zamani ulikuwa tunaiona Azam peke yake ndio inaweza ikabato na Simba na Yanga sababu ya daraja la wachezaji. Singida inaingia katika timu ambao pale Azam FC kwenyewe, pale Simba, Singida inaweza ikachukua wachezaji 6 mpaka 7 na wakaanza straight. Kwenye hivi vikosi unavyoviona Simba, Yanga, Azam wanaingia na wanaanza. Kwa hapa ndipo ambapo tunaona mzani wa Singida Black Stars unapokuwa unatuletea mechi ya juu. Sasa kupata intensity ya mechi, intensity kwa maana ya bracket utaweka nguvu pamoja na kasi ndani ya kiwanja. Ndio inaunda intensity ile ule ukubwa wa mchezo. Huwa wakati mwingine unategemea na mmeamua kufika kwenye kilele cha hiyo intensity au mmoja anafika juu afu mmoja yuko kawaida. Pale ikiwa mmoja anacheza kwenye kiwango cha kawaida, mmoja ndio yuko kwenye level yake, huwezi ukaipata intensity kwa sababu utakuwa ni timu moja tu imeseti standard, nyingine inafuata. Lakini Singida kama atakimbia kwenye kasi na nguvu yake ile tunayoiona na quality aliyokuwa nayo, na Simba akatupa nguvu na kasi ile tunayoifahamu,
ndio tutapata sasa general intensity ya mchezo. Kwa hiyo mimi kwenye eneo hilo naiona ni mechi ya ushindani. Eneo tu pekee ambalo linaweza likanifikirisha, Singida amepata muda wa kupumzika. Kuna wakati inakuwa hasi na chanya, kulingana na hasi inaweza kuwa hawajapata mechi nyingi za kuwa keep busy, kutafuta momentum, muendelezo wa mwendo wao, lakini inawezekana pia ikawa imewapa pia fursa ya kurecover vizuri wachezaji wao. Kuwapata hata wale wachezaji ambao walikuwa wana fatigue, wamechoka au na majeraha, wamerejea. Lakini kwa Simba nitauliza, tangu Jumapili juzi masaa 72 hayajatimia mpaka kufika kwenye mchezo huu. Ni wamepumzika Jumatatu ambao walikuwa na safari, Jumanne ni ya kufanya preparation ya mchezo. Leo ni Jumatano ya mchezo. Kwa hiyo tunaweza ukasema ndio yale masaa 72 ya siku 3 za kupumzika kabla ya siku ya mchezo, hata yasipotimia, je, kiwango walichokitumia na nguvu walioipoteza kiwanjani dhidi ya Renaissance Sportive Berkane, inawezekana wakaweza akakopi na kupesti, ama kuna eneo grafi yao ya kukimbizana na kutumia nishati uwanjani itakuwa imeshuka kidogo? Na hapa ndipo tunapozungumza siku zote recovery yao ilikuwaje, namna ya kurejesha mwili kwenye utimamu na utayari, readiness pamoja na fitness iko vipi kuelekea kwenye mchezo. Na kukumbuke hawaendi kucheza na timu yenye kikosi kimoja kinachoanza tu unasema ndio nguo hiyo ikichafuka tabini ifue ikauke ni Everton. Wana vikosi karibia viwili ambavyo vyote ni vizito, vinakupa mechi ngumu. Tumtegemee Fadlu akiwa na mabadiliko makubwa ya kikosi? Of course, nilipokuwa naangalia warm up yao, nilikuwa naona mabadiliko yatakuwa makubwa. Ninachokiona ni kwamba anaweza akataka kuwapata wale wachezaji waliocheza final na Berkane ambao ndio top regular first 11, kikosi chao cha kwanza cha kudumu, akataka kuwapata kwa ujumla wao, lakini kuna maeneo atahitaji nishati. Kuna maeneo ambayo kuna wachezaji waliingia kipindi cha pili mechi ya Berkane, inaweza kuna hawakutumika dakika nyingi za mchezo, lakini leo ukawakuta wakaanza, ikiwemo labda kina Ateba hawa, sio? Unazungumza kundi la hawa kina Ateba, unazungumza kundi la kina nani, kina Deborah Fernandez Mavambo, wachezaji ambao hukuwapata katika muda mrefu wa mchezo, hawajatumika sana kwenye haya mashindano kutokana na dakika walizocheza, lakini wakatakiwa kuibuka kufanya kile kitu ambacho kikosi cha kwanza kimekuwa kinafanya. Hapa ndipo ambapo utaweza ukaona mabadiliko, lakini inawezekana pia Fadlu akataka kuona sina cha kupoteza. Rashidi amezungumza vizuri tu. Kuna hatima 2 ndani ya wiki moja kwa Simba. Yaani ndani ya wiki moja zile hatima 3, moja ishaondoka ya kombe la shirikisho kama walikuwa wanawaza treble. Sasa hivi imebakia ni double, ligi kuu pamoja na CRDB. Kumbuka ukidondosha pointi leo, inawezekana hata ile dabi tunayozungumzia ndio itaenda kutengeneza sasa hii pointi moja watu wanaifuta vipi. Story ikaifia pale, kwa sababu unaangalia mtiriko wa Simba na Yanga kwenye mechi zao za hivi karibuni, performance zao ziko juu. Simba viporo 4 amekula vyote. Young Africans game ipi amepoteza ama kusare. Mara ya mwisho ni kwa JKT pale Isamuyo. Kwa kutokea hapo, je, Young Africans anaweza kupoteza hivi karibuni? Football tunaiheshimu, lakini unagundua ni ngumu. Kwa hiyo ndio maana hii game imbeba hatima kubwa. Inawezekana mabadiliko tukayaona, ama mwalimu akakopi na kupesti kikosi vile vile ambavyo kilianza na Berkane, akasema sina cha kupoteza. Na ukumbuke wakati anasema hivyo, kuna namna ya kurejesha ufalme wao kwenye michuano ya FA. Jumapili anacheza na hawa. Kwa hapa ndipo ambapo panakuja kututengenezea mjadala kwamba je, mwalimu atakubali kwenda na wachezaji ambao ndani ya siku 7 kuanzia Jumapili ya juzi na Berkane mpaka Jumapili ya wiki hii awe ametumia kikosi hicho kwenye mechi intensive 3, Berkane na hizo za Singida 2. Kwa hiyo ninachokiona, moja ya vitu ambavyo vinaweza vikamuumiza kichwa Fadlu, inawezekana ana kikosi kipana kwa maana ya wachezaji wengi, lakini wanazidiana sana kwenye quality. Yes. Sawa. Na Goodwin Moura akiweza kuzungumza hivyo. Kumbuka mechi hii ni Simba dhidi ya kikosi cha Singida Black Stars. Mechi ya CRDB itachezwa siku ya Mei 31 ambayo itakuwa ni siku ya Jumamosi, wakati ile Juni mosi itakuwa ni Jumapili, ambapo kwa wapenzi wa kandanda Afrika pia utashuhudia Mamelodi Sundowns Masanda wana wakiwa katika Juni 30 katika uwanja wa Juni 30 kupambana na Pyramids. Lakini nikwambie tutazame orodha ya wafungaji kikosi cha Simba Sports Club, hii ikiwa inakwenda kuashiria
ni kwa namna gani mechi ya leo ina ugumu wake. Jean Chalea wa ana mabao 15, Lionel Ateba Mbida mabao 12, Stefan Dese Mukwala mabao 11, wakati Fabrice Luamba Ngoma, Captain Fantastic, mimi napenda kumwita hivyo, ana mabao 4. Wakati ukiwa unaangazia jinsi ambavyo idadi ya mabao yalivyo hivi, ukijumlisha pale unakuwa 15 30 42. Wachezaji wanne wametengeneza mabao 42 wa Simba Sports Club. Tutazame takwimu za orodha ya wafungaji kwa upande wa Singida Black Stars na kwenyewe, je, mambo yapoje? Jonathan Soa mabao 11, Elvis Baranga Rupia mabao 10, Maruf Shakei mabao 5, Josephat Bada mabao 3, Emmanuel Keyeke akiwa mabao 3. Ukipiga hesabu za Muro pale 21, 26, 32. 32 dhidi ya 42. Dhidi ya 40. Hiyo wale kwa 40. Amefunga magoli 40. Wamefungwa magoli 21. Simba wamefunga magoli 60. Nilikuwa nasema nilikuwa nazilinganisha zile takwimu za Simba. Tulipata hii top 4. Kaka magazeti tu imelala. Uko vizuri. Sasa huku kumbuka ni wachezaji 6 wenye mabao 32 dhidi ya wachezaji 4 wenye mabao 42. Yaani wachezaji 4 ambao wamefunga magoli ya timu nzima. Yaani amezizidi. Amezidi Sasa wachezaji wawili. Unajua hapo unapata picha gani kutokana na ile template? Mimi nitawatazama zaidi ambao wana majukumu ya kupeleka mpira kwenye neti. Ukiangalia kwa Simba kuna Awa, Ateba pamoja na Mukwala. Yaani hawa watu watatu wamefunga, ukafunga 15, ukafunga 12, 11. Manake 38. Simba wamefunga magoli 62. Hawa watatu wamefunga magoli 38. Si ndio? Manake ukitoa pale 62 toa 38, unaelewa? Unapata 24. Wastani ambao unaweza kusema msimu huu, pamoja na shida zote ambazo zimeonekana kwenye striking force ya Simba Sports, bado kitakwimu Simba wamefanikiwa kwa kiwango kikubwa. Kwa sababu wameweza kufunga idadi ya nusu ya magoli ambayo yamefungwa na timu. Lakini ukirejea kwenye takwimu hizo kwa upande wa Singida Black Stars, wenye majukumu ya kupeleka mpira kwenye neti ni Jonathan Soa pamoja na Rupia. Wamefunga kwa timu jumla, wamefunga magoli 40. Hawa watu wawili wamefunga magoli 21. Manake ni nusu ya magoli ambayo yamefungwa na timu nzima. Manake kimsingi hata Singida Black Stars na wao pia wamefanikiwa kwenye eneo la striking. So wanakutana timu mbili ambazo zina uwiano sawa kwenye kushindana kwenye namna ya kupeleka mpira kambani. Chidi umemkia wapi leo? Umemkia wapi? Nyumbani kaka. Tumpe awali yote. Awali yote. Awali yote. Umeona bana? Kwa hiyo kwa mchezoni. Hapana. Ukizipeleka kwenye uzania inakupa tafsiri ya moja kwa moja nini kimetokea. The same hata ukirudi kwenye defense. Hili ni eneo ambalo tumekaa hapa siku zote tunajadili Simba na mapungufu. Leo hii mtu yote ambaye akitazama Simba kwenye mechi, ukirejea kwenye mechi 3-4 za nyuma ambazo Simba kacheza, kitu cha kwanza ambacho tutagundua Simba ina shida kwenye eneo la defense. Japo lina majina makubwa maeneo hayo. Ina Shomari, ina Zimbwe, ina Hamza, Karabu, Shefondo Malone, ina Pimping Kamara. Lakini kwenye muktadha wa kuangalia mpira kishabiki, utagundua Simba bado kwenye eneo la defense lina shida. Lakini kwenye marathon ya NBC Premier League wameruhusu goli 11. Sio, unaelewa? Kwenye hizo goli 11 unaweza ukasema labda wananufaika kutokana na ukubwa wa timu na experience waliokuwa nayo kwenye ligi. Kuna muda wapinzani wanashindwa kwenda kuwaonyesha madhaifu ya safu ya ulinzi. Lakini hayo madhaifu tumeyagundua pale ambapo Simba walikuwa wanacheza mechi za kimataifa, kombe la shirikisho. Ndio tupoanza kuona kumbe Simba wana uhitaji wa kufanya reshuffle kwenye eneo la defense. Ukirudi kwa Singida Black Stars ambao wao kimsingi wameruhusu goli 20, wameruhusu goli 21 kwenye eneo hilo. Sio? 21. Eneo hilo ambao wameruhusu goli 21
wana idadi kubwa ya numbers ya wachezaji wenye quality ambayo Muro alizungumza. Ukiondoa ile neno Black Stars, peleka jina ambalo limeshiriki mashindano ya kimataifa mara nyingi, kwa maana Confederation au Champions League, utagundua hawa ni wachezaji wa kariba ambayo idadi ya magoli ambayo wameruhusu 21 haikupaswa kuwa hivyo. Lakini inachangiwa na nini? Na mabadiliko pia ya benchi la ufundi. Wameingia walimu wengi, kila mwalimu ana falsafa yake, ana namna ya kuzuia, ana namna ya kuattack. Na modern football inaanzia kwenye eneo la defense. So ukiangalia hiyo falsafa, utagundua pia haya makosa ambayo yameruhusu magoli 21 na kuua ndoto ya Singida Black Stars kwenda kuwa mabingwa kama alivyokuwa anazungumza Masanza, inachangiwa pia na mabadiliko ya benchi la ufundi. Kila mwalimu ana falsafa. Kwa hiyo ukirejea bado utaona kwamba hii mechi kwenye mzania ni kama timu zinazotaka kufanana, lakini bahati mbaya sana Simba na Singida Black Stars hawashindani kwenye alama ambazo wamekusanya Simba, alama ambazo wamekusanya Singida Black Stars ni mbingu na ardhi. Hata kama atashinda ataendelea kusalia, ataenda kumfukuza Azam FC kwa tofauti ya alama moja. Rashid, kwa maneno machache sana, turufu yako unaitupia wapi? Mimi nitampa advantage Simba kwa sababu ya kucheza uwanja nyumbani. Na ukiangalia uwiano wa wastani ambazo Simba amecheza mechi za nyumbani, unaweza kusema amefanikiwa kwa 90%. Okay. Muro, any surprise leo? Yeah, surprise ipo kubwa. Yaani namna ambavyo Simba ataingia akiwa amefanyia kazi kile kilichopotea. Saikolojia yao baada ya mchezo wa Berkane itakuwa sawa na wanavyoitazama mechi hii, lakini pia wanacheza na timu ambayo inaweza kufunga. Yaani hapa ndipo ambapo mtihani unapoanzia. Timu ya Singida Black Stars ina watu ambao hawafanyi makosa kwenye eneo la kukonveti nafasi. Hapa ndipo ambapo mlima unakuwa mgumu. Yaani mechi ikiisha ina surprise, kwangu mimi inawezekana surprise kwa wengi, lakini kwangu mimi sio. Sawa, uwe ni Gorison Muro pamoja na Rashid Don Hamis, the heavyweight pundit, the only one in Africa, wakaweza kuchambua. Naamini kwamba umepata ule uchambuzi wenyewe ambao kikaa hivi nasema unaipata game ya aina gani. Kumbuka uchambuzi pia utakuwa mbashara kupitia Azam Sports 1 HD hii kuanzia saa 9 kamili za jioni, na kupata mechi hiyo kuanzia saa 10 mpaka saa 12, na utaweza kushuhudia mubashara kabisa. Lipia shilingi 28,000 uweze kupata uhondo huu, maana ni bandika bandua. Lakini tuelekee mkoani Shinyanga ambapo mashabiki wa kikosi cha Simba Sports Club wamezungumzia matumaini yao kwa ajili ya kupata ushindi katika mchezo wa leo, ambapo Simba Sports Club itawakaribisha Singida Black Stars katika uwanja wa KMC Complex Mwenge jijini Dar es Salaam. Simba lazima tushinde. Hamna doubt. Hatuwezi kuzuiwa na watoto wadogo. Sisi ni timu kubwa, sio timu ndogo. Kwa sababu kwanza ukubwa tuliokuwa nao, huwezi kutufananisha na Singida. Kwanza tuna mazoezi ya kutosha ambao hatuzuiliwi na mtu yoyote. Yaani yoyote kwa ligi ya Tanzania atakayekuja lazima tumpige tu, sababu tuko mbali tofauti na wao. Shabiki wa Simba asiwe na wasiwasi ya kusema sijui tumetoka kupoteza au kumetokea kitu gani. Sisi lazima tushinde. Wawe na moyo wa kusema lazima timu yao ipo vizuri. Kiufupi, kuhusu mechi yetu ya Simba na Singida itakuwa iko vizuri kwa sababu Simba tuko vizuri na tuna uwezo, wachezaji kwa mmoja wana uwezo vile vile, ndio maana ametufikisha mpaka hapa kwenye finali, nusu finali ya champion ya kafu. Kwa hiyo maana tuna uwezo, ndio maana tumefika mpaka hapa. Kwa hiyo tunaweza kushinda vizuri tu bila shida. Timu yetu tunaiamini iko vizuri na wachezaji wako vizuri. Yaani ni wazoefu wa mechi. Uhakika upo wa kushinda kwa sababu timu yetu sisi tunaiamini ya Simba. Japo tumetoka kule kujeruhiwa kule Zanzibar, lakini sasa ndio hii hasira tunahamisha kwenye Confederation ya CRDB. Kwa hiyo uhakika wa kushinda kesho na kuchukua taji kwa mpinzani tutakaye kutana naye, huo uwezekano upo. Wala tuna mashaka na kocha wetu wala na wachezaji wetu. Tunajiamini, tuko full mkoko. Huku tunakuja kwa hasira kali kwa sababu tumejeruhiwa kule, tumenyang'anywa kombe, sio kwa tumenyang'anywa, tumezulumiwa. Kwa hiyo hasira zetu kesho tunahamisha kwenye ili kombe la CRDB. Tunakwenda kufanya vizuri kwa sababu tumetoka kupoteza finali ya kombe la shirikisho na tulikuwa na nia ya kushinda makombe matatu msimu huu. So kwa sababu tumepoteza
kombe ni moja mpaka sasa hivi. Ninajua mwalimu atakuwa amewatengeneza wachezaji wake kifika, lile ni kombe lililopotea limeshapotea, na concentration itabaki kwenye makombe mawili, kombe la shirikisho ni pamoja na ligi kuu. Tumaini ni makubwa sana kwa sababu wachezaji kwanza wana ile hali ya kupambana. Ni kama nilivyotoka kuzungumza kwamba nikosa kombe la shirikisho, sasa hivi watakuwa wanaenda kupambana ili tusije tukapoteza kila kitu katika msimu. Mchezo ni mgumu, lakini uhakika wa kushinda tunao, kwa sababu tuna vijana wazoefu, tuna mwalimu mzoefu, tuna shaka na hilo kuhusu ushindi wa kesho. Ujasiri, tuna mchezaji mmoja mmoja wana uwezo binafsi, kila mchezaji mmoja mmoja ana uwezo binafsi. Ukiangalia benchi la ufundi, alafu timu yenyewe wako vizuri. Ukizungumzia mchezo wa Simba dhidi ya Singida Black Star, ni mchezo ambao utakuwa ni mgumu sana. Singida ambao ni timu ambayo ina wachezaji wazuri, wachezaji wakubwa. Simba pia ukizungumzia kuna mmoja ama nyingine chini ya kocha wake Fadu Davis, ni timu ambayo ishajipata mpaka hapo. Ina wachezaji wengi wa kigeni. Tulitegemea kwamba atachukua muda kujipata, ila kwa sasa ukiangalia imetoka kwenye nusu finali ya mashindano makubwa, mashindano ya CAF. Kwa hiyo na kwa mimi kwa upande wangu naipa Simba big chance, yani naipa nafasi kubwa kushinda jinsi huu mchezo. Kwa upande wa mechi ya Simba na Singida, napenda kuombea ndugu zangu wana Simba wapate kushinda ili tukutane nao vizuri. Kwa sababu wametoka kupoteza mechi kubwa ya kimataifa, lakini naambia hiyo isiwatie chachu ya kuwa na hofu. Ile Singida ile ni timu ndogo tu, wakapate kupata ushindi ili tuje tukutane nao vizuri. Sawa, nao ni mashabiki wakaweza kuzungumza. Nimekumbusha marehemu Yasin Abdullah Ustaz alizungumzia akasema masuala mazima shabiki una vitu viwili tu, kuzomea na kushangilia au kuna kukaa kimya usifanye vingine. Na unakumbuka statement yake nyingine ngumu? Alisema hakuna lugha laini kwenye mchezo wa masumbwi. Yaani hakuna lugha nyepesi. Lugha ni ngumu tu. RIP Ustaz. Nifai kwa mashabiki wazungumza. Ghafla katijia nile kauli zake. Tutoke hapo tuangazie taarifa nyingine. Miongoni mwa mchezaji ambaye aligusa kwa ukubwa wake soka la Tanzania, huwezi kutaja jina la mchezaji Stefan Aziz Ki kwanza, ukianza na utambulisho wake ambao ulifanyika saa 9 za usiku kwa ajili ya kukesha na kuweza kuangazia ni funguo zilizokuwa zinatembea na kwamba ni mwamba alisaini na kikosi cha Young Africans. Lakini ukiachana na hayo mafanikio, aliipeleka Young Africans katika hatua ya makundi michuano ya kombe la shirikisho dhidi ya Club Africain, mfupa ambao ulionekana kama Young Africans unawashinda dhidi ya timu za kutoka Uarabuni. Lakini ukiachana na hiyo, msimu uliopita Stefan Aziz Ki alikuwa ni MVP, bila kusahau mfungaji bora wa ligi kuu ya NBC. Hizi ni miongoni mwa takwimu ambazo aliziweka ama ameweza kuziacha katika alama ya soka ya Tanzania. Lakini makala hii fupi inamwangazia Stefan Aziz Ki. Wanaondosha Simba. Ni foul, free kick kuelekezwa Simba. Nimemsahau jina. Akaambiwa unajua Msumi, ligi yetu ina brand sana wachezaji pamoja na makocha. Kabisa. Kwa sababu alianza kama muona Steven van der Broek. Alikuja kama kocha wa Zambia. Alipokuja Simba kutoka mara FAR Rabat, mara kacha Wydad. Yaani sisi tuna kitu ambacho tumefanikiwa. Si kitu ambacho tumefanikiwa kama nchi. Ni combination ambayo ipo kati ya media industry na platform zote za michezo. Kabisa. Kuanzia kwenye football, sijui soka, nini, ndondi, sijui chochote. Yaani kama tunataka sisi tumekuwa tuna jambo moja. Wanakuja wachezaji kutoka kwenye mataifa mengine wakiwa hawana heshima hiyo kubwa. Kabisa. Lakini wanakuja hapa tunawaheshimisha kwa kiwango ambacho nchi zao wanafikiri mara mbili. Yaani huyu ni nani? Si unanielewa? Sasa na ndio maana hata utambulisho Rashid wa Stefan Aziz Ki niligusa pale mwanzo. Alitambulishwa saa 9 za usiku. Ilikuwa ni rekodi nyingine kwa soka la Kitanzania. Lakini angalia ile reaction ambayo ilitokea
comments nyingi zaidi kwa muda mfupi. Watu saa 9 usiku, watu robo 3 ya usiku, yani robo 3 ya usiku wangesema kwa ni muda wa kuomba. Walifanikiwa sana kina Alikamwe na department nzima ya marketing. Ilikuwa ni moja kati ya ubunifu mkubwa na mzuri sana kwa Young Africans. Yani kuchukua tension za watu, namna ambavyo pia watu wa graffiti walivyokuwa wanaleta ule ubunifu kwenye kile ambacho walikuwa wanakiintroduce watu wa idara ya habari, watu wa marketing walivyokuwa wanauza wazo na namna ambavyo lilipokelewa. Ilikuwa hata kama ni mchezaji wa kawaida analazimika kwenda kuitafuta ile hype ambayo imeenda kuwekwa pale. Yani moja kati ya kitu ambacho kilifanikiwa sana 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 kwa Young Africans ilikuwa ni kuintroduce wachezaji wao. Bahati mbaya sana nakumbuka Juma Shaban, Mukoko, Twisila Kisinda, Yaniki Bangala, Karinyo alishaanza kuingia kwenye hiyo trend. Yani hawa wanazungumzia ni bahati mbaya wakati wanaingia Young Africa, Adidi Aucho, wakati wanaingia Young Africans, Young Africans ndio ilikuwa kama inaanza kujengwa na wachezaji wenye majina, lakini walipishana na wale walikuwa ni kochi jeupe. Unajua hizi trending zilianzia, Simba walikuwa wanaanzia na saa 7 mchana. Ilikuwa ikifika saa 7 mchana tu Simba wanatambulisha mchezaji. Unakula lunch, unakuta hapa tukutane saa 7 mchana. Young Africans mwanzo ilivyokuja ikawa ni kochi jeupe. Kochi jeupe pembeni Engineer Health ambaye sasa ni rais. Baada ya kochi jeupe kwamba nani ataenda kukaa kwenye kochi jeupe, ikahama. Unajua Simba walichukua muda mtamu wa saa 7 kwa sababu ni muda wa lunch. Lakini kwa Yanga waliofikiria kwamba tuje usiku, saa 9 usiku, saa 6 usiku. Saa 9 saa 6. Yani mtu gani unaenda kumwambia kwamba muda huu kwamba nitapata watu? Lakini ile reaction ilivyotokea, hata ukienda kuuza tena kufanya marketing, mtu akwambia umeona idadi ya namba tulioipata na hii ilikuwa ni usiku. Kwa hiyo tunaweza tukafanya muda wowote. Mfano Chama. Chama katambulishwa asubuhi. Watu wanaamka Chama huyu hapa. Mapema. Watu kachola pale, maisha yameenda. Ila Msumi na Rashidi, kwa utafiti na ufuatiliaji wa mpira wangu mimi zaidi ya miaka 25. Nafikiri tangu amekuja Chama Simba kutoka Zambia mpaka hapa tulipofika, kwangu mimi namba 10 bora kuwahi kumuona kwa misimu tangu amefika yeye. Lakini tangu amekuja Aziz Ki kutoka ASEC mpaka hapa alipoondoka, maana yake yeye anabakia kuwa namba 10 bora tangu alipofika yeye. Hakuna mtu anemsogelea hapa zaidi ya Faisal kwa nyakati za hivi karibuni, kwa sababu wakati anaingia Azizi ndio nyakati ambazo wanaanza kumuona Chama anaanza kuondoka kwenye grafu yake ya performance. Bahati mbaya ni kwamba Pacom na Maxi ni ngumu sana wangecheza kwenye namba 10, kwa sababu tayari mtu anayecheza namba 10 halisi ya kizamani. Unajua Azizi Kindo namba 10 halisi ya kizamani ya kina Juan Román Riquelme, ya kina Jorge Valdivia. Kwa hiyo Muro neno lako jepesi, ya kina Rivaldo. Kiwango cha Chama cha moto, kiwango cha Azizi cha moto, unaondoka na nani? Chama alikuwa amejisha kaka. Chama wa moto na Azizi wa moto. Sio wanapishana alama chache, lakini Chama technician kaka. Chama alikuwa technician kaka. Sawa, tuelekee katika viunga vya Shauri Moyo Karume ambapo shirikisho la soka nchini Tanzania TFF imethibitisha kuwa Taifa Stars itacheza mchezo wa kirafiki dhidi ya Afrika ya Kusini katika kalenda ya FIFA Juni 6 kwenye mji wa Polokwane. Awali Stars ilipanga kucheza michezo miwili dhidi ya Morocco kabla ya hapo jana TFF kuthibitisha kuwa Stars itapambana na Bafana AK wavulana Juni 6. Kocha wa Taifa Stars Hemedi Suleiman Morocco anatarajiwa kutangaza kikosi chake siku yoyote kuanzia hii leo na kuweza kujua ni majina gani ambayo yatajumuishwa. Kama vile unavyojua tumeangalia na tumepata, au sio? Lakini mwisho siku tutafanya vizuri. Tutafanya vizuri na kila kitu kitakuwa sawa. Tumejipanga. Faza mzazi Hemedi Suleiman Morocco anasema kwenye hiyo Msumi na dunia yake.
Hiyo kwenye kuchukua tone tu zile mzee. Na kuweka. Za awali ya yote. Wewe ni mlumbi. Hatari. Kiboko kabisa. Tumefuatilia lakini tutafanya kazi. Au sio? Tufanya kazi lakini mpira ni mgumu mechi ni ngumu. Safi. Mzazi anakutazama kama msuri. Vijana wao sisi. Ndio unaokota. Mnawekea minara ili wasisaurike mapema. Vincent Kigosi Ray wewe Msugu unajua unapaswa kuigiza. Baraka Mpenja anatosha. Mwaipopo. Sawa, tunasubiri kikosi cha timu ya Taifa Stars kikiwa kitawekwa hadharani kuja kuangazia hali ya mambo itakavyokuwa. Ukiachana na hayo, tuangazie hapo jana ilikuwa ni nusu finali mbili za kusaka timu zitakazo kwenda hatua ya finali ya NBC Youth League chini ya umri wa miaka 20 ambapo timu za Fountain Gate Football Club na Azam Football Club zimetinga finali ya ligi kuu ya vijana chini ya umri wa miaka 20, hatua ya 8 bora inayoendelea katika uwanja wa Azam Complex Chamazi. Fountain ilifunga Ken Gold mabao 2-1 kwenye mchezo mapema kabla, ambapo mchezo huu ulikwenda mpaka dakika 120, wakati Azam Football Club kuichapa Kagera Sugar ambao ni mabingwa watetezi na kuwavua ubingwa kwa kichapo cha bao 1-0. Finali inatarajiwa kuchezwa kesho, inatarajiwa kuchezwa kwenye uwanja wa Azam Complex Chamazi. Nilifuatilia game zote mbili. Ingawaje naiona mechi ya Azam na Kagera, of course ni chini ya umri wa miaka 20, lakini ile intensity yake, ushindani, yani niliona binafsi ilivuka yani wachezaji, yani matarajio, yani wachezaji, yani kama finali ya wakubwa yani. Unajua yani ile kuna Azam na Kagera. Yani mpaka kuna muda sasa akasema hii burudani vipi itakiwe finali? Of course iwe finali, lakini sasa ile intensity yake kwa mlengo mwingine nikasema kama walikamiana sana. Kwa sababu wale ni mabingwa unajua. Ni mabingwa watetezi. Kagera Sugar. Na Azam FC mwaka jana hawakufanya vizuri. Walishia kwenye hatua ya, ilikuwa ni hatua ya nusu finali ile walitolewa. Sasa kwenye kile ambacho walichokwenda kudisplay timu zote mbili, kwanza huyu mmoja wapo akiamini kwamba ana uwezo wa kuendelea kutetea nafasi yake ya msimu uliopita. Azam FC ni timu pekee ambao watu wote tunaamini ina mazingira bora ya kumfanya mchezaji mdogo kuwa mchezaji mkubwa kabisa. Na wanapokuwa wanashindwa mara nyingi wanakuwa wanaleta taharuki ya maswali mengi. Yaani mazingira mliokuwa nayo hawa wengine wanakosa. Sasa mimi nimefurahi kuona finali ni kati ya Fountain Gate na Azam FC. Ukirejea kwenye mapishi, anachokifanya Azam FC ndicho anachokifanya Fountain Gate kabisa. Sio, unanielewa? Wote wanaanza kwenye madaraja ya chini kwenye kuwatengeneza hawa vijana. Sio, unanielewa? Na kwenye makuzi yao hizi timu zote mbili bahati nzuri zina timu kwenye uwakilishi wa level ya juu kabisa mpira wa Tanzania kwa maana ya Premier League. Kwa Fountain Gate na Azam FC. Sasa ukiangalia mechi nyingi za Fountain, tulikuwa hatuitolei macho Fountain Gate. Ni kwa sababu ya uwakilishi mbaya wa timu ya Fountain Gate kwenye NBC Premier League. Na tension kubwa ilikuwa ni kwa Azam FC, Yanga, Simba pamoja na mabingwa Kagera. Simba, Yanga wametoka kwa aibu kwa kuto kupata nafasi kubwa ambayo watu wengi walitarajia kutoka kwao. Na Simba waliamini kutokana na fan base ya club yenyewe ingeweza kuwapush kuwafikisha mahala fulani. Fountain Gate na Azam FC kucheza finali kwangu mimi wamestahili, na ni kitu ambacho kinavutia na ni kitu ambacho kinapaswa kuigwa. Yani hawa wanatoa nini? Wanatoa motivation, sio motivation, yani wanakupa moyo, si ndio? Yani wanawapa moyo wamiliki wa hivi vilabu. Yani mmiliki wa Fountain Gate akiona timu yake ya under 20 inacheza finali
na mmiliki wa Azam FC akiona timu yake sasa finali anasema yes, kwamba hiki ndicho ambacho mimi nakitaka. Tunawaandaa vijana kwenye kwenda na tuone kuona haya mafanikio tofauti ya sisi na wengine. Unaona namna ambavyo Fountain wanafika, Azam FC namna wanafika. Sasa shida inakuja, so shida by the way, wanatakiwa kutafuta solution ya kuwatoa hapa walipo kuwapeleka hatua moja zaidi. Si unaelewa? Kuwapeleka hatua moja zaidi. Azam wamekuwa kifanikiwa kwenye hizo hatua, lakini katika hizo hatua wamekuwa mafanikio yao yamekuwa sio sana zaidi ya hiki ambacho tunakiona leo. Tunamuona Yahya zaidi, tunamuona Msindo, tunamuona Rusajo Mwaikenda, na ndo wamebaki kama iconic ya Azam FC. Lakini Fountain Gate wana yule bwana mdogo striker Kindemile. Kindemile miongoni mwao, lakini kuna mmoja toka under 20 anaitwa dogo bwana mmoja mweupe hivi, Sadiki. Ingaje pia mimi kiukweli pia Saidi Sadiki. Kiukweli pia ni wasifu Kagera. Kagera inafundishwa na Salim Bonde. Salim Bonde tunajua ametoka Mtibwa kabla kwenda Simba. Zile pacha za Dante, Salim Bonde nyuma alikuwa pacha cha Marwa na Obadia Mungusa kipindiko cha nyuma. Kiukweli Kagera ukiangazia jinsi wanavyocheza, mfano mechi ya jana, unaiona timu inatengeneza shambulizi. Yani wanaanza kuijenga from the back. Yani ile transition yake unaweza kuiona mipira na kwenda. Kiukweli nilikuwa naona zaidi mfano Juma Kaseja, mfano Musa Mgosi wapo jukwani wanaangalia vile vipaji. Unajua kama unasema yes, hapa ndio wanaenda kupick wachezaji na kuweza kupeleka kwenye madaraja makubwa. Lakini tukitoka hapo kuhusiana na under 20 twende jijini Mbeya ambapo michezo ni ajira, michezo ni afya, lakini pia michezo ni burudani. Na hivi ndivyo unaweza kuthibitisha kauli hii ambavyo imepewa uzito wa aina yake na shule ya sekondari ya Sunrise iliyopo katika kijiji cha Songwe, wilaya ya Mbozi, mkoani Songwe. Kutokana na umuhimu huo, uongozi wa shule hiyo uliona kuna haja ya kuanzisha mchepuo mpya wa michezo kwa vitendo kwa wanafunzi kwa wanaojiunga kwa masomo ya sekondari. Kakuru Msimu na taarifa zaidi. Michezo ni ajira, michezo ni afya, lakini pia michezo ni burudani. Na hivi ndivyo naweza kuithibitisha kauli hii ambayo imepewa uzito wa aina yake na shule ya sekondari Sunrise iliyopo katika kijiji cha Songwe, wilaya ya Mbozi, mkoani Songwe. Kutokana na umuhimu huo, uongozi wa shule uliona kuna haja ya kuanzisha mchepuo mpya wa michezo kwa vitendo kwa wanafunzi wanaojiunga kwa masomo ya sekondari. Songwe Sunrise Sports Academy imesajiliwa na inatambulika na BMT na TFF. Kwa hiyo ina maana katika mkoa wa Songwe na hasa nyanda za juu kusini ndio kituo kilichosajiliwa ambacho kina sifa zote. Japo hatujakamilisha, lakini kwa asilimia kwa maisha yetu ya Kitanzania tumepiga hatua, kwa sababu sisi tuna sehemu za kulala wachezaji, kuna sehemu za kula wachezaji, kuna mabafu, kuna vyoo 120 hapa. Kuna vyoo 120 ambavyo wachezaji wana vyoo kama 15 ambavyo viko upande huu. Alafu vile vile tuna vifaa vya michezo, tuna mipira 25. Tuna jezi za mazoezi kama hizo unaona ni za mazoezi. Kuna vifaa vya michezo wanavyo watoto. Kwa hiyo ina maana hata na first aid kits ipo hapa. Patron yupo anasimamia huduma ya afya ya watoto. Kuna matron anasimamia huduma ya afya ya watoto na mimi mwenyewe vile vile. Nsheka anasema haikuwa rahisi kusimamia mchepuo huu kutokana na baadhi ya wazazi na walezi kutoamini katika soka. Na hali hii ilimpa wakati mgumu, lakini kilichompa matumaini na kuendelea na kazi hii ni uongozi wa shule ulioamua kumunga mkono. Sisi hapa tumetoa mtoto ambaye yuko kwenye kituo cha soka cha shirikisho la soka Tanzania TFF Tanga. Walipofanya usaili wao hapa Mbeya kapita mara ya kwanza na mara ya pili kwenda mchujo wa pili kapita. Kwa hiyo wamemhamisha na shule, tumesikitika tumempoteza, lakini tumempatia maisha. Kwa hiyo sasa hivi analipiwa na shirikisho. Kwa hiyo anasomeshwa na shirikisho. Kikubwa tunawashukuru Mbeya City. Mbeya City ni watu ambao wameshatuahidi kwamba under 17 itatoka hapa kwa asilimia kubwa. Labda tushindwe sisi, kwa sababu tumejenga mahusiano karibu nao, hata toka wanacheza ligi daraja ya kwanza tupo nao mpaka leo hivi sasa. Mpege Mwankota ni mkuu wa kituo cha Songwe Sports Academy. Anaeleza jinsi walivyoanzisha wazo la kuwa na kituo hicho. Anasema kwa sasa kituo kimekuwa kimbilio kwa vijana wa ndani na nje ya mkoa wanaotaka kujiunga iwe kwa masomo ya darasani ama michezo pekee. Kituo chetu tulianzisha mwaka 2023 na tulipata wazo baada ya kuona vijana mbalimbali hasa wanafunzi
walikuwa wanashindwa kupata sehemu ambayo wanaweza kufundishwa mpira. Kwa hiyo tukaona wakati wa jioni wajichanganya na watu wazima ambao sio rika yao. Alafu wakichanganya kule wanakutwa na dhahima mbalimbali. Mfano unakuta wale vijana kwa sababu ni watu wazima wale wanacheza mpira, wanaenda mle pengine wanakuwa na sigara, wanavuta sigara, wengine wanakuwa na master. Sasa watoto wanaanza kuiga vile vitu. Kuna hii ni kama inashusha maadili kwa watoto. Lakini swali linabaki, ni kwa namna gani wanapangilia ratiba ya masomo na vipindi vya michezo? Hawa watu wa makundi haya mawili tunayalea kwa njia tofauti tofauti. Kundi la kwanza lile la wanafunzi tunawafundisha masomo ya darasani, na baada ya muda wa darasani wanapata mafunzo ya mpira ambao kwetu na makocha ambao wanawafundisha kwa mafunzo ya darasani na pia mafunzo ya uwanjani kwa maana kwa vitendo. Wanafunzi wenyewe wanaonekana kuifurahia vilivyo fursa hii, wakiwa na matumaini makubwa ya kuwa wachezaji wenye mafanikio siku za usoni. Kwa mimi hapa, cha kwanza asubuhi naingia darasani, natoka saa 10 nakuja mazoezini, nafanya mazoezi, nikimaliza tena narudi darasani. Naamka asubuhi saa 12, kuja uwanjani hapa nakimbia kama pointi 2. Nakimbia pointi 2 mpaka saa 1. Saa 1:30 najiandaa, saa 2 naingia darasani. Saa 8 naenda napata lunch. Nikipata lunch narudi darasani kidogo kujisomea, saa 10 nakuja mazoezini. Mimi natamani kuwa kama Dube. Ndio, kwa sababu Dube anapocheza mpira anajiamini. Anajituma na anajikubali. Nidhamu pia ipo. Kwa hiyo na mimi nataka nijifunze kama anavyofanya yeye. Uwepo wa kituo hiki umetajwa kuwa chachu ya fursa ya kiuchumi kwa wakazi wa kijiji hiki cha Songwe kilichoko mpakani mwa mikoa ya Mbeya na Songwe. Pengine siku zijazo wakashuhudia ugeni mkubwa zaidi ukibisha hodi kwenye eneo hilo. Hii Sport Academy kiukweli imekuwa inaleta fursa kwetu sisi kama wanakijiji wa hapa, na baadhi ya fursa ndo kama hivi vijana tunaishi nao, tunaishi nao social vizuri, tunashirikiana nao, lakini pia wanasaidia kutuletea wageni mbalimbali. Tunaona watu wengi jinsi gani wanavyofaidika na masuala ya mpira, ambapo wakijikita kwenye mpira kwa kweli tunaona manufaa yao. Mfano tunamuona hata Mbwana Samata, mambo yake ni mazuri, familia yake, jamii pia kwa ujumla inafaidika kupitia yeye kutokana na swala la mpira. Ninapenda kuwashauri wazazi wawalete watoto kwenye shule hii. Kwanza yupo kocha mzuri ambaye amekuwa akiwahamasisha watoto na kuwafundisha, na hata watoto wengine wameweza kuchukuliwa sasa hivi na serikali. Wengine wamechukuliwa kwa Tanga, wamechukuliwa timu zingine, wanaendelea kuendelezwa kule vipaji vyao. Kuanzishwa kituo ni jambo moja na kuendeleza kusudi hilo ni jambo lingine sawia. Kinachosubiriwa kwa sasa ni kuona lengo hilo likishamiri na kituo hiki kiwe tumaini jipya la uibuaji wa vipaji vya soka hapa nchini. Kakurumsim, Azam Sports, Mbeya. Inawezekana huko ndipo ambapo vipaji vingi tutaweza kuvipata kwa uwekezaji. Ni hatari kwa kweli. Ukiona vijana wadogo kabisa. Mimi nikumbusha finali za AFCON za 2008 zilizofanyika Ghana. Sasa kuna makala fulani ilitengenezwa, kuna jamaa yupo mtaani tu. Yaani kama hivi, yani kisema yupo mtaani yani kama Muro, Rashida au mimi. Na vijana kama kundi ya vijana kama 20. Kuna mmoja akapiga control nyingi mitaa kule ya Ghana. Akasema huyu hapa naenda kumuuza Ulaya. Nitapata dola kiasi fulani. Yaani yeye anaona kabisa kwamba ni zile spirit ambazo anazitengeneza kwa ajili ya kusema malengo ni kwenda kuuza Ulaya. Kwa hiyo huko ndio sehemu ambayo shuleni tunaenda kupata vipaji halisi zaidi. Tupate mapumziko mafupi kisha tutarejea. Ndipo na Godrisen Muro pamoja na Rashid Don Hamis. Mimi ni Said Salim Msumi. Tukirejea ni Joto la Afrika.